Zaidi ya wakazi 1000 wa mtaa wa Mpovu kata ya Mtakuja katika manispaa ya Geita wamekusanyika kushuhudia tukio la kushangaza baada ya mti ulioangushwa na upepo mkali ulioambatana na mvua kubwa kusimama tena asubuhi iliyofuata. Tukio hili limezua gumzo kubwa na hisia tofauti miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Mti huo unaomilikiwa na kanisa la Golan Gospel Center lililopo mtaani hapo umeibua mijadala kuhusu uwezekano wa tukio hilo kuwa la miujiza. Baadhi ya viongozi wa kanisa na wananchi wameeleza kushangazwa kwa tukio hilo. Katibu wa kanisa la GGC Yohana Machis amesema tukio hilo limewashangaza waumini wa kanisa na wakazi wa Mpovu, huku wengine wakilihusisha na nguvu za kiimani. Mchungaji wa kanisa la Golan Gospel Center Jeff Lamek amesema mti huo ulikuwa na muda mrefu na baada ya kuangushwa na upepo waliamua kuukata kwa kuwa ulikuwa umezuia njia. Hata hivyo, walipofika asubuhi iliyofuata walikuta mti huo umesimama tena, hali iliyozua mshangao mkubwa. Aidha, mchungaji Jeff amesema tukio hilo lisihusishwa na imani za kishirikina na mwataka wananchi kuwa watulivu, huku wakilitafakari kwa mtazamo wa kawaida wa kimaumbile badala ya kuingiza hofu na imani potofu. Hii ni News Update Media. Kwanza mimi naitwa Yohana Matias katika kanisa hili la GGC hapa Mpovu, ni katibu wa kanisa hili. Mti huu ulidondoka juzi kwenye zile mvua za upepo mkali, na jana tulifanya jitihada za kuondoa matawi, lakini bado tukaleta wenye msumeno kulikata lile tawi ambalo lilikuwa limebakia dirisiki. Baada ya kulikata, mvua zilizokesha leo zinanyesha. Maana kule nyuma unavyoliona limesimama benjuka likabaki na shimo kubwa sana. Kwa tulimshauri hata aliyekuwa nakata kwamba likatie chini lisije ikabaki gogo refu, lakini hakutuelewa, akakata kabakiza shimo refu kama ilivyoonekana. Sasa mvua zilivyonyesha leo, tumeshangaa mti umerudi kwenye eneo lake kama unavyouona pale, umerudi umesimama kwenye ile shina ambalo lilikuwa limebakia. Kwa majina naitwa Laila Charles, ni mkazi wa Mpovu, nina umri wa miaka 38. Tukio hili mimi naweza kusema kwamba sidhani kama kweli tukio hili lifanyike, maana mtitokea umepanda. Leo ni takriban miaka 20. Leo tuna miaka 20 sasa. Tukio umepanda. Tulikuwa tujawahi kuona hili tukio, lakini leo mvua imenyesha sana, ilikuwa limedondoka hili mti. Baada ya kudondoka ndio likawa wamekata yale matawi yake, baada ya kubaki lile likisiki ndio tumekuta hilo. Sasa hatujui ndani zaidi. Ndio, kwa majina naitwa Emmanuel Ruben Lameki. Mimi ni mkazi wa eneo hili la Mpovu. Siku ya juzi baada ya mvua zilizonyesha jioni, kuna mvua kubwa sana ilinyesha na ilitokea upepo mkubwa sana na mkali. Baada ya ile mvua kuna matukio mengi yaliyotukia. Kuna mvua zilizuia mabati na nyumba zilizuia mabati. Tukajaribu kuzunguka kujaribu kushuhudia ile matukio, lakini ikapigiwa simu eneo la kanisa hili kuna mtu uliokuwa mkubwa sana na wenyewe ulikuwa umeng'olewa. Ikabidi nije kushuhudia ile tukio. Nilifika eneo hili nikakuta ule mti umeng'olewa, lakini ulivyokuwa umeng'olewa uliacha shimo kubwa sana pale ulipotoka. Maana yake uling'olewa na mizizi yake yote. Moja kwa moja ukao umeanguka ukapitia na nguzo ya umeme. Tukajaribu kuwasiliana na watu wa umeme kuja kuweza kusaidia. Lakini cha maajabu leo nimeshtuka napigiwa simu, bwana, ule mti uliokuja kushuhudia umerudi mahali pake ulivyokuwa. Nimekuja kwanza sikuamini. Nikasema hii siwezi kuiamini mpaka nifike nijaribu kushuhudia. Nikawa nimekuja kufika, nimekuta ule mti umesimama kama ulivyoonekana hapo. Asante. Mimi kwa jina naitwa mchungaji Jeff Lameki. Natumika katika kanisa la TAG Tanzania Assemblies of God hapa Mpovu. Na kutokana na mkusanyiko wa watu hawa ambao wanaonekana, kutokana na tukio ambalo lilianzia juzi, ilinyesha mvua kubwa ya upepo na ikasababisha mti uliokuwepo hapa kanisani kwa tumeupanda kuanguka. Baada ya kuanguka huo mti, jana tukawa kwenye harakati ya kutolea matawi yake, lakini wakati ulikuwa umeanguka uliacha shimo kubwa nyuma yake kule, kwa hiyo ukawa mizizi imeondoka na udongo mwingi. Kwa hiyo tulipoikata hii mizizi matawi kwa huku,
maana yake ikawa uzito umepungua. Matokeo yake mti gogo ambao lilikuwa limebaki likarudi kwenye lile shimo. Taifa linazungumza kwamba mti huu tuliupanda sisi wenyewe kwa matumizi ya kuchana ambao baadaye, na kwa sababu ulikuwa umeshakuwa mkubwa, na baada ya mvua ya juzi kunyesha, mvua ya upepo mkubwa sana, ikawa imeanguka, na ukiangalia pembeni kuna jengo pale liliathirika kidogo, na mfumo wa umeme pia ulipata shida, ambao hata jana TANESCO walikuwa hapa kwa ajili ya kurudishia umeme. Jamii na ninachowaeleza, hakuna cha ushirikina kwamba uliosababisha mti huo kusimama. Ni mti tu ambao umeanguka baada ya kuangua na kuacha shimo nyuma yake, na baada ya kutolewa matawi, ule uzito wa udongo pamoja na shina, kwa sababu ni nene, ikabidi kurudi kwenye shimo lake basi.